Miradi yote hii miwili inatekelezwa kwa mapato ya ndani kwa mwaka wa fedha 24-25. Na thamani ya miradi hii ni shilingi bilioni 9.4 ambazo chanzo chake ni mapato ya ndani. Mheshimiwa mgeni rasmi, taratibu zote za manunuzi zilizingatiwa katika zoezi la kupata wakandarasi wa zabuni hizi mbili, ikiwa ni pamoja na kutoa tangazo la zabuni kitaifa, kufanya tathmini ya zabuni pamoja na kuandaa taarifa. Taarifa ya tathmini iliidhinishwa na bodi ya zabuni, mkurugenzi kupitia na kuridhia mchakato wa zabuni, kamati ya fedha kuidhinisha zabuni, mkataba kuandaliwa na kufanyiwa upembuzi vetting katika ofisi ya mwanasheria wa jiji na mwanasheria mkuu wa serikali. Wakandarasi walioshinda zabuni ni kama ifuatavyo: ujenzi wa ukumbi wa mikutano, mkandarasi ni STC Construction Company Limited, alitunukiwa tuzo ya zabuni kwa gharama ya shilingi bilioni 6.09 pamoja na kodi ya ongezeko la thamani. Ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, mkandarasi Jiangxi Geo Engineering Group Corporation Limited, alitunikiwa tuzo ya zabuni kwa gharama ya shilingi bilioni 3.29 bila ongezeko la thamani. Lengo la mradi wa ujenzi wa ukumbi. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la ujenzi wa ukumbi ni pamoja na kutumika kwa ajili ya kuendesha vikao vya ndani vya halmashauri. Pia itatumika kama chanzo cha mapato ya jiji kwa kukodisha kwa wadau mbalimbali wa ukumbi. Jengo likikamilika litakuwa na kumbi 4, kumbi ndogo 3 na moja kubwa, kumbi zote zikiwa na uwezo wa kuchukua zaidi ya watu 1400 kwa wakati mmoja. Pia kutakuwa na eneo la kuegesha magari yanayokadiriwa kufikia 80, sehemu ya huduma ya chakula, wigo na mageti mawili, moja la kuingilia na moja la kutokea. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la mradi wa ujenzi wa barabara yenye urefu wa 1.8 kwa kiwango cha lami ni pamoja na kutengeneza miundombinu wezeshi na toshelezi kwa wananchi wa halmashauri ya jiji la Arusha na Watanzania wote kwa ujumla. Kukamilika kwa mradi huu kutakuwa na faida za kiuchumi, ambako kutawezesha barabara kutumika na wananchi kufikia maeneo yao ya kazi kwa wakati, kupunguza foleni, hivyo kuinua uchumi wa taifa na halmashauri kwa mtu mmoja mmoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu kwa maelekezo yake kwetu na usimamizi mzuri wa serikali yake. Tunasema pili, tunakushukuru Mheshimiwa Paulo Makonda, mkuu wa mkoa wa Arusha, kwa usimamizi wako wa karibu sana katika halmashauri yetu ya jiji la Arusha. 3, tunashukuru uongozi ngazi ya mkoa na wilaya ya Arusha kwa usimamizi wake bora wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika jiji letu. Na mwisho, tunashukuru baraza la madiwani la jiji la Arusha kwa uamuzi wake wa kutenga fedha kwa ajili ya kugharamia miradi hii. Tunasema asante sana. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, mikataba ipo tayari kwa ajili ya kusainiwa. Karibu ushuhudie makubaliano ya utiaji sahihi mikataba kati ya mkandarasi ST Construction Company Limited na halmashauri ya jiji la Arusha kwenye mradi wa ujenzi wa ukumbi wa mikutano na mkandarasi Jiangxi Geo Engineering Group Corporation Limited na halmashauri ya jiji la Arusha kwenye mradi wa ujenzi wa barabara ya Eso Longdong. Naomba kuwasilisha. Hatujafanikiwa.
Na tusemei barabara kubwa, tunasema barabara zinazounganisha wananchi, tunaziita feeder road. Na jukumu hili tumekubali kulivaa 2025 mpaka 2030. Barabara zetu za mitaani katika mkoa wa Arusha zitakuwa ni miongoni mwa barabara za mfano, si tu Tanzania bali Afrika nzima. Sasa hiyo ni hatua, na ili tufike huko ndio maana nimeweka msingi wa awali kuanza kushiriki kwenye nini, kwenye vikao. Sababu hiyo nilimwomba waziri barabara, kwa sababu kwako wewe una fungu, unaweza ukaangalia namna kusaidia. Na nikasema nisimuombe ofisi nionyeshe na barabara ya mfano. Nikamuuliza mkurugenzi, akaniambia tumlete hapa barabara ya Eso. Akakagua akasema inatakiwa kujengwa. Hapa ni mjini kabisa. Na makubaliano hayo mpango leo kujenga mita 800. Lakini pia design iliyokuwepo ilikuwa ni design ambayo haifanyi barabara kuwa bora. Pesa ilikuwa imetengwa ilikuwa ni pesa kidogo na haiwezi na mapato. Tukaanza kulidesign upya barabara. Sasa mimi nitaka barabara hii ijengwe kwa viwango vizuri. Na pia sitaki ijengwe baada ya mwaka mmoja barabara inakuwa mbovu. Nikasema lazima tu design upya barabara na lazima tutafute fedha tuongeze. Sasa piga mahesabu kutoka kwenye budget iliyokuwepo, tumepambana mpaka tumepata bilioni 3 na milioni 200. Na kutoka urefu wa mita 800 tumekwenda kwenye urefu wa kilomita 1.8. Maana yake tunaanza kwenye lami, tunamaliza kwenye lami. Ina ndugu zangu wa Katoliki wakienda kusali pale kanisani, waendelee kutembea kwenye nini? Hiyo ndo kazi tuliotumwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wale waliosema labda ni siasa, waliosema kwamba hii barabara ni siasa, yamekuja maneno mengi, barabara ijengwi, tunadanganywa. Waambieni hivi, tuna mkuu wa mkoa mjanja anayetaka vitu vya kiwango. Sipendi kuweka alama leo alafu baada ya muda nakuja ukweli mimi nimeoa Arusha hapa. Nataka kazi ya kwa ndugu zanguni mnaoitumia barabara hii inayounganisha kata zetu mbili, tuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na matumaini na serikali yetu. Lakini si hivyo tu, ubora na value for money mtaiona kwenye barabara hii. Wa Ijumaa Waislamu mnapokwenda msikitini wala mtajimwaya mwaya tu. Ndugu zangu mnaokwenda kanisani mtajimwaya mwaya tu, kwa sababu barabara yetu inaunganisha pia masehemu mbili za ibada muhimu kwa Waislamu na Wakristo. Lakini la pili lililonifanya nije niwaeleze angalau kwa ufupi miradi muhimu iliyokuwa imekwama, tulioamua kuikwamua kwa makusudi kwa sababu ni ahadi ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na nyinyi mtembee kifua mbele ya kujua kwamba Arusha ya leo si ya miaka ya zamani. Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana ya kutuletea utalii. Na utalii alioleta umezalisha fursa nyingine ya kumbi za mikutano. Lakini jiji walikuwa hawana hata ukumbi wa siku ya mita 1.
Mpaka mimi nilikuwa najiuliza, hivi nyinyi pale kuna mtu mshirikina katikati yenu au kuna nini? Yaani mkoa wa janja kama hivi. Sasa madiwani wamesema kwamba hawataki ushirikina, hawataki majungu, wanataka nini? Na ndio maana leo nimwambia twendeni wananchi waone ya kwamba nyinyi ndio mko nyuma ya haya mafanikio kwenda kuyaeleza. Kwa hiyo jiji wanakwenda kujenga ukumbi mkubwa. Wa thamani zaidi ya bilioni 6. Ukumbi huo mtakwenda kushuhudia wanatia signature hapa. Kwa nini tunataka ukumbi? Kwa sababu wageni wanapokuja wasitwate bila hela. Manake wanachukua hela. Hoteli zingine za kitalii hapa Arusha wanakumbi wanachukua hela. Jiji nao wachukue. Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya anawakaribisha kwenye ibada kubwa ya meza ya Bwana iliyojaa uponyaji, ukombozi na unabii tele kwa mataifa yote kwa sababu ya damu ya Yesu. Because of the blood of Jesus. Anapona. Today gets healed. Na mwili wako wa nje You are out of body. utaishi. Njoo ukutane na Pastor Ezekiel uso kwa uso. Nilikuja hapa meza ya Bwana nikiwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka 11, nikapona. Safiri pamoja nasi kwa gharama nafuu sana. Hakuna sababu ya kuteseka tena. Usipitwe na neema hii. Ibada hii itaanza tarehe 2 mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 2025. Kwa maelekezo ya safari piga simu namba 0774781537. Njoo sasa upokee muujiza wako from above only.